Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu katika imani, alhamdulillah, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala aliyetujalia tukazungumza mazungumzo yetu yanayohusiana na ibada ya zaka mpaka mwisho wa mazungumzo hayo, na inshallah kuanzia leo tutaizungumzia ibada ya swala. Ndugu zangu, ibada ya swala ni ibada ya faradhi kwa kila Muislamu, na ndio ibada peke yake ambayo haina nafasi yoyote ya fidia wala haina nafasi yoyote ambayo mtu anaweza kujichagulia, tofauti na ibada ya saumu. Ibada ya saumu mtu anaweza asifunge leo kwa sababu yeye anasafiri, asifunge leo kwa sababu yeye ni mgonjwa, akaja akalipa. Ibada ya zaka, mtu ambaye hana uwezo wa kutoa zaka, huyu mtu hatoi. Ibada ya hija, mtu ambaye hana uwezo haendi hija. Lakini ibada ya swala haiko hivyo. Ibada ya swala ni kwa kila Muislamu, awe tajiri, awe masikini, awe mzima, awe mgonjwa, awe msafiri, awe mjini. Muislamu ukiwa katika hali yoyote ile lazima uswali. Hata kama uko kwenye gari unasafiri, pale kwenye kiti chako utaswali. Hata kama uko kwenye ndege, hata kama uko kwenye boti, hata kama uko juu ya farasi na ngamia, utaswali swala yako kwa wakati wake, kwani ibada ya swala ni ibada yenye wakati wake. Ndugu zangu, ibada hii ya swala ni nguzo ya pili katika nguzo za Uislamu, kama ambavyo tuliisoma hadithi wakati wa nyuma kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametuambia kwamba Uislamu umejengwa katika nguzo tano. Kwa hiyo nguzo ya pili ni nguzo hii ya swala. Lakini pia tunatakiwa tufahamu ya kwamba ibada ya swala ndio ibada ya kwanza atakayokwenda kuhesabiwa nayo mja siku ya Kiyama. Katika hadithi iliyopokelewa na Anas bin Malik radhiyallahu anhu kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, amesema awwalu ma yuhasibu bihi abda yawma alqiyama as-salat. Katika jambo la kwanza, katika ibada ya kwanza atakayokwenda kuhesabiwa nayo mja siku ya Kiyama ni swala. Fa in salahat salaha lahu sairu amali, ikiwa katika kwenye swala zake huyu mtu atafaulu, zitakuwa ziko sawa, basi matendo yake mengine yote yatapita. Wa in fasadat fasada sairu amali, na ikiwa ataharibikiwa hapa kwenye swala, basi ibada zake nyingine zote zitakuwa zimeharibika. Kwa hiki ni kitu ambacho Muislamu anatakiwa akichunge sana. Wengi katika sisi hatuswali. Mtu ukifika Ramadhani yuko tayari kukaa na njaa kutoka asubuhi mpaka jioni, akajizuia na kila kitu, lakini dakika 5 tu za kuingia kuswali msikitini kwake inakuwa mtihani. Kwa nini? Kwa sababu katika ibada hii ndio ibada peke yake ambayo inamfanya mwanadamu akawa karibu na Mola wake, na shetani analijua jambo hili. Katika hadithi iliyopokelewa na Abi Hurairah radhiyallahu anhu kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasema akrabu ma yakunu abdu min rabbihi, mahali ambapo mja anakuwa karibu sana na Mola wake, wa huwa sajid, ni katika kusujudu. Kwa sababu umemsujudia Allah subhanahu wa ta'ala, pale ndo unaweza kumweleza Allah matatizo yako yote. Na ndio maana Ibilisi anasimama imara, hayuko tayari kukuona wewe ukisujudu, kwa sababu yeye alipewa amri na Allah ya kumsujudia binadamu, akaipinga, akatolewa katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, akatolewa katika pepo kuja duniani. Kwa hiyo hayuko tayari kukuona wewe unamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia tunatakiwa tufahamu ya kwamba ibada ya swala ndio ibada ambayo itakwenda kuwafanya watu siku ya Kiyama wakiwa katika moto wa Jahannam, wataulizwa kipi kilichowaingiza hapa, kama alivyotuambia Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitani rajim, ma salakakum fi saqar. Wataulizwa ni kipi kilichowaingiza katika moto huu wa sakar. Sakar ni moto mkali wa ajabu. Watajibu qalu, Allah anasema watasema, lam naku minal musallin, hatukuwa katika wenye kuswali. Kwa hivyo angalia uzito wa swala, na siku zote ukiishi katika maisha yako fahamu ya kwamba swala ni ibada moja ambayo watakiwa uipe uzito hali ya juu. Lakini ndugu zangu, ibada ya swala ni moja katika ibada ambayo inamzuia mwanadamu kufanya mambo mabaya. Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia katika Qur'ani,
inna salata tanha anil fahshai wal munkar, kwa hakika ibada ya swala inamzuia mtu kufanya mambo machafu na inamzuia kufanya mambo maovu. Ukijiona waswali hali ya kuwa wafanya machafu, hali ya kuwa wafanya mabaya, basi fahamu ya kwamba kuna kasoro katika swala yako. Hakikisha ya kwamba huachi swala, huachi kwa wakati wake. Unaswali ukiwa na udhu wako kamili, unaswali ukiwa tohara yako kamili, unaswali kwa khushui yako. Swala itakuepusha na kila jambo. Inshallah tutaendeleza mada hii ili tupate kuifahamu swala yetu. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika wenye kuisimamisha swala, na Allah subhanahu wa ta'ala atulipe kheri nyingi kutokana na jambo hilo. Wakumbushe Waislamu, Allah atakulipa.